Wanajeshi 200 wa Marekani ambao tayari wako Mashariki ya Kati watahamishwa na kupelekwa Israel ili kusaidia kufuatilia usitishaji mapigano Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani. Jeshi la Marekani litaanzisha kikosi kazi cha kimataifa nchini Israel ambacho huenda kikajumuisha wanajeshi kutoka Misri, Qatar, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu. Afisa mmoja amesema hakuna wanajeshi wa Marekani watakaoingia Gaza, na kusema jukumu la Marekani ni kuunda kituo cha pamoja cha udhibiti ambacho kitaunganisha kikosi cha kimataifa kitakachokwenda Gaza. Serikali ya Israel imeidhinisha awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani ambayo yamepelekea kusitisha kwa mapigano na baadaye kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. Kikosi kazi hicho kitaongozwa na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM yenye makao yake makuu Mashariki ya Kati, na kinanuiwa kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano na pia kusaidia kuratibu usaidizi wa kibinadamu. Jeshi la kimataifa litawajulisha Israel na Hamas kupitia Misri na Qatar juu ya hali ilivyo na ukiukwaji wowote wa makubaliano ya kusitisha mapigano, mmoja wa maafisa amesema. Kikosi hicho kinaanzishwa chini ya uongozi wa Adam Bradcopper, mkuu wa CENTCOM, ambaye alijiunga na ujumbe wa Marekani katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Misri mapema wiki hii, mmoja wa maafisa amesema. Mojawapo ya hoja katika mpango wa Trump wa Gaza ni Marekani kufanya kazi na washirika wa nchi za Kiarabu na kimataifa kuunda kikosi cha muda cha kimataifa cha udhibiti wa utulivu kitakachotumiwa mara moja huko Gaza. Hatua ya Marekani kuweza kupeleka wanajeshi katika taifa la Israel kutoka pale Mashariki ya Kati, CENTCOM, sasa inaonyesha wazi kabisa ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amedhamiria wazi kuweza kusimamia makubaliano haya ya usitishaji mapigano ili kuepuka ukiukwaji na uvunjaji wa sheria ambazo wamewekewa kwa ajili ya kuweza kutoendeleza vita. Sasa Marekani kupitia usimamizi wake mkubwa kabisa na kupeleka kikosi kazi cha wanajeshi 200 watashirikiana na majeshi mengine kama Misri, lakini UAE na mataifa mengine ya Kiarabu chini ya usimamizi wa CENTCOM kule Mashariki ya Kati katika taifa la Israel. Mtazamaji, tutakuletea kila taarifa ambayo inajiri huko Mashariki ya Kati. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.